Kirudi katika safu ya uchambuzi wa ripoti, vyombo vya habari vya waasi wa Kihuthi vimeripoti kuwa Israel imeshambulia mji mkuu wa Yemen, Sanaa, baada ya jeshi la Israel kuwataka watu waondoke kwenye maeneo yaliyo karibu na uwanja mkuu wa ndege. Grace Kabogo ana maelezo ya kina kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Televisheni ya Al Masira inayoendeshwa na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran imetangaza leo kuwa shambulizi hilo linafuatia mashambulizi ya anga ya Israel katika bandari ya Hodeida nchini Yemen jana Jumatatu, ikiwa ni katika kujibu shambulizi la kombora lililorushwa na Wahuthi na kuangukia karibu na uwanja mkuu wa ndege wa Israel. Aidha, watu walioshuhudia wameripoti kuhusu mashambulizi manne ya Israel. Mvutano umeongezeka kati ya Israel na waasi wa Kihuthi wa Yemen kutokana na waasi hao kuendeleza mashambulizi ya kujibu operesheni za Israel katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kulipiza kisasi baada ya kombora lililorushwa na Wahuthi kuangukia karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion, hatua iliyosababisha mashirika ya ndege ya Ulaya na Marekani kusitisha safari zake. Israel imefanya mashambulizi hayo baada ya jeshi lake kuwataka watu kuondoka haraka katika uwanja wa ndege wa kimataifa kwenye mji mkuu Sanaa ili kuepuka kujiweka katika hatari kutokana na shambulizi la kombora karibu na uwanja wa ndege wa Tel Aviv. Awali, msemaji wa jeshi la Israel aliandika katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema kwamba watu wanatakiwa kupeana taarifa katika eneo hilo kuhusu tahadhari ya dharura. Wakati huo, waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema ushindi wa nchi yake katika vita vyake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas inamaanisha kuwa ukanda wa Gaza utaangamizwa kabisa. Gaza itaangamizwa kabisa kwa sababu ina miundombinu ya kigaidi juu na chini ya ardhi. Raia watapelekwa eneo la kusini kati ya miji ya kusini ya Khan Yunis na Rafah, kwenye eneo la kibinadamu lisilokuwa na wapiganaji wa Hamas wala ugaidi. Kuanzia hapo wataanza kuondoka kwa idadi kubwa kwenda kwenye nchi za tatu. Hili litabadilisha uhalisia historia ya taifa la Israel kwa miongo kadhaa ijayo. Smotrich ameyasema hayo kwenye mkutano ambao ulikuwa unajadili suala la makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Waziri huyu anayeishi katika makazi ya ukingo wa Magharibi pia ameelezea matumaini yake kwamba eneo hilo litachukuliwa rasmi wakati wa muhula wa serikali ya sasa ambao unaweza kudumu hadi mwishoni mwa mwaka ujao. Asante sana Grace Kabogo kwa kuangazia yanayojiri kwa Mashariki ya Kati. Tukisonga mbele, Marekani imetangaza kwamba nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeikabidhi Marekani rasimu ya mapendekezo ya kila upande yatakayozingatiwa wakati wa zoezi la kutia saini mkataba wa amani baina ya nchi hizo mbili mwezi ujao wa Juni mjini Washington, Marekani. Mshauri wa Rais Donald Trump kuhusu Afrika, Masada Belus, amethibitisha kauli hiyo akisema katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X. Taarifa zaidi imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera. Masadi Boros ameitaja hatua hiyo ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama hatua muhimu katika kuelekea zoezi hilo la kutia saini mkataba baina ya nchi hizo mbili. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amekieleza kituo cha televisheni ya taifa kwamba baadaye mwezi wa 5 atakutana tena na mwenzio wa Kongo, Teresa Kaikwamba Wagner, kukamilisha majadiliano ya mwisho kuhusu mkataba huo. Akaongeza kwamba ana matumaini marais wa Rwanda na Kongo watausaini mkataba huo watakapokutana baadaye mwezi Juni mjini Washington. Tuna imani kwamba ikiwa kila kitu kitakwenda sawa, tutakuwa na mkataba ambao utatusaidia kupata amani katika kanda hii, alisema Olivier Nduhungirehe. Hata hivyo, hakukuwa na kauli yoyote kutoka serikali ya Kongo, lakini jana kupitia kituo cha televisheni ya taifa mjini Kinshasa, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi alisema kwamba kamwe hayuko tayari kuuza utajiri wa madini ya nchi yake kwa ajili ya msaada wa Marekani. Je tiens ici devant vous à réaffirmer solennellement. Nimesimama hapa mbele yenu kuthibitisha tena na kutilia mkazo kile ambacho nimekuwa nikitetea daima. Kamwe, narudia, asilani, sitaweka rehani utajiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niliapa mbele ya taifa na nitadumu katika msimamo huo hadi mwisho. Je m'y tiendrai jusqu'au bout. Hata hivyo, maudhui ya rasimu ya mkataba huo hayakuweza kujulikana mara moja, na haijulikani ikiwa swala la Marekani kupata haki katika madini ya mashariki mwa Kongo limo kwenye mkataba huo, kitu ambacho awali Rais Tshisekedi alikuwa amekitaja kama kiini cha mkataba huo.
Rasimu ya mkataba huu imekuja baada ya waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio mwezi uliopita kusimamia zoezi la kutia saini mkataba wa amani mjini Washington baina ya mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Olivier Nduhungirehe na mwenzie wa Kongo Teresa Kaikwamba Wagner. Vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii vimeripoti marais mbalimbali kutoka nchi wapatanishi wa mzozo wa Kongo watakuwepo mjini Washington mwezi Juni kwenye hafla ya kutia saini mkataba huo baina ya Rwanda na Kongo. Hao ni pamoja na mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pamoja na marais wa Kenya, Zimbabwe na Togo. Kongo na Rwanda zinaamini uingiliaji kati wa Marekani hasa kupitia mkataba huo ambao unajumuisha masuala ya uwekezaji katika sekta ya madini na usalama huenda ukasaidia kutuliza hali ya mambo katika eneo hilo la maziwa makuu ambalo limekumbwa na mizozo kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Kwa upande wake, waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kupatikana kwa amani ya kudumu katika eneo hilo kutasaidia kurejesha kiwango cha uwekezaji mkubwa na ambao utanufaisha Marekani, nchi za Ulaya na maeneo mengine. Tisha mahusiano ya kidiplomasia na Umoja wa Falme baada ya kulishtumu taifa hilo la Ghuba mara kwa mara kwa kuunga RSF katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyolikumba taifa la Sudan. Tangazo hili linajiri huku RSF wakishtumiwa kwa mashambulizi ya siku 4 mfululizo katika mji muhimu wa Port Sudan. Leila Mohammed na maelezo zaidi. Manne, waziri wa ulinzi wa Sudan Yassin Ibrahim alishutumu UAE kwa kukiuka mamlaka ya nchi yake kupitia kile alichokiita wakiala wake, akimaanisha kikosi cha RSF. UAE imekanusha mara kwa mara madai kwamba inatoa msaada wa kifedha, kijeshi na kisiasa kwa kundi hilo la wanamgambo. Migogoro ya miaka miwili imesababisha vifo vya maelfu ya watu, mamilioni ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao na vile kusababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Kutokana na tangazo hilo la waziri wa ulinzi, balozi wa Sudan ataondolewa kutoka UAE na Sudan itafunga shughuli zake za kidiplomasia katika taifa hilo la Ghuba. Tangu Jumapili, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamekuwa yakilengwa kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa, kituo kikuu cha umeme na hoteli ambayo ilikuwa inatumiwa kama makazi rasmi taifa hilo Jenerali Burhan huko Port Sudan. Jeshi limeshutumu RSF kwa kuhusika na shambulio hilo. Kundi hilo bado halijatoa maoni kuhusu madai hayo. Siku ya Jumatano, jeshi la Sudan lilisema kuwa limezuia shambulizi katika kambi kubwa zaidi ya jeshi la wanamaji nchini humo. Hadi sasa Port Sudan haijakumbwa na mashambulizi ya mabomu na ilionekana kuwa mojawapo ya maeneo salama zaidi taifa hilo lililoharibiwa na vita. Jeshi la Sudan mara nyingi limekuwa likishutumu UAE kwa silaha RSF. Uingereza na Marekani zimeitaka UAE mara kuacha kuunga mkono zinazopigana nchini Sudan. Hata hivyo, siku ya Jumatatu, mahakama kuu ya Umoja wa Mataifa ilitupilia mbali kesi ya Sudan dhidi ya UAE ambapo ilishutumu taifa hilo la Ghuba kwa kuhusika na mauaji ya kimbari. Mahakama ya kimataifa ya haki huko The Hague iliamua kwamba kesi hiyo isingeweza kuendelea kwa sababu UAE ilikuwa imeondoa kifungu cha 9 cha mkataba wa mauaji ya kimbari, ambayo ina maana kwamba haiwezi kushtakiwa na mataifa mengine juu ya madai ya mauaji ya kimbari.